Mtazamaji wa Dar es Salaam Tanzanite TV, na hapa nipo katika ukumbi wa Moland uliopo wilayani Ngara mkoani Kagera, ambapo leo hii pamefanyika shirikisho la soka la mpira wa miguu NDFA, ambapo wamezungumzia mambo mbalimbali wakihusisha zaidi katika kuboresha swala zima la soka, ambapo wanataka kuboresha michakato mbalimbali katika wachezaji na wasajili wao. Lakini kila wiki walau imeshindikana sana zipostiwe picha hata 2, video hata 2 au 3 zenye kuonyesha mazoezi, whether ni mtaani au ni kwenye viwanja rasmi vya kimkakati vya kwetu au ni mechi rasmi, watu waone kile kinachofanyika kwenye wilaya yetu ya Ngara. Lakini nani atafanya haya? Kama nilivyosema, haya tunaweza tukayazungumza yakaishia kusemwa tu. Shirikisho la mpira wa miguu Ngara lina wanahabari. Mwanahabari yule kwa bahati nzuri zaidi ni mwanahabari wa kusomea, ni mtaalamu wa habari. Yeye kushirikiana na wanahabari marafiki wanaweza wakaoperate mfumo huu, au wanaweza wakaoperate peji hizi zikawa active zaidi kuliko tunavyodhani sisi. Kwa hiyo tunaamini matokeo yatakuwa ni nini? Wadhamini watatangazwa. Tumezoea wadhamini hatuwasikii kupitia wanahabari. Kwa nini? Kwa sababu wao wanakuwa wadhamini wakuu wa shughuli zetu, na wanahabari tayari, na utayari huu wameonyesha kwa vitendo kuwa wako tayari kuunga mkono shirikisho la mpira wa miguu Ngara. Kwa hiyo matokeo ni nini ya haya yatakayofanyika? Tuamini kwamba jamii itaona movement mpya za mpira wa miguu Ngara. Lakini pia kila mdhamini kwa macho yake ataona namna gani brandi yake inavyotangazwa. Tukubaliane ili Dar es Salaam ijue kuna Ngara Oil Kabanga au Ngara. Ukipitia hawa na habari inaweza kuwa ni masaa 2 au dakika 1, Dar es Salaam nzima ikajua kumbe Ngara kuna Ngara Oil, kumbe Ngara kuna KM, kumbe Ngara kuna Ngara Coffee, kumbe Ngara kuna CRDB, wanatoa huduma hizi na hizi. Tunaamini kwa njia hii hawa wadhamini watatangazwa kwa haraka zaidi na wanaweza wakapata mafanikio makubwa kupitia mchakato huu. Moja hapo niliwaelekeza waanzishe ligi ile mfumo wa kata wa tarafa, ili kiasi kwamba yesi kuitangaza shule kiwilaya ataitangazaje, lazima ligi yake ichezwe kila tarafa, kiasi kwamba kata zote wajue nani kaanzisha ligi na huyo ni nani, ana lengo gani, na kila kwenye mechi atakuwa anaitangaza shule yake. Na pia tunatamani tuone kombe la mbunge likianza wilayani. Tunaona wilaya nyingine wabunge wakiendeleza haya mashindano ya wabunge kila wilaya, na sisi Ngara tunatamani kombe la mbunge liendelee. Pia tunatamani tuone kombe la DC. Kuna baadhi ya wilaya wanakuta DC ameanzisha kombe. Tunatamani na Ngara pia tuone DC wetu pia ameanzisha mashindano yake ya DC Cup. Tukitoka hapo na mkurugenzi wetu tunatamani pia anzishe ligi yake. Lengo ni nini? Vijana wawe busy, waendelee kucheza. Alafu pia tulipata udhamini wa Tembo Nickel. Tembo Nickel amesapoti michezo, lakini pia tutamshawishi naye aanzishe ligi inayoitwa Tembo Nickel. Kiasi kwamba wao wanapojitangaza sisi hatuna shida. Shida yetu sisi vijana wacheze na ligi ziwe mara kwa mara ndani ya wilaya yetu. Nadhani waandishi mmenielewa hapo, si ndio? Lakini pia tusiwasahau kuna wadau kama Radio Kwizera. Radio Kwizera nao karibu tarehe 30 mwezi huu wataanzisha nao bonanza lao. Nadhani inaitwa Vijana Smart, kisikosei. Si ndio hivyo? Inaitwaje? Kijana Smart. Kijana Smart. Radio Kwizera nao wataanzisha. Kwa hiyo tunatamani hata na nyinyi vyombo vingine vya habari hamjafungiwa, mkiwa na nyinyi na mashindano yenu, karibuni muendelee kutangaza vyombo vyenu. Lakini lengo kubwa la chama chetu cha mpira sasa hivi tupunguze malalamiko. Katika baadhi ya ligi zilizokuwa zikichezwa enzi zile, malalamiko yalikuwa mengi, rufaa nyingine zina rushwa. Unakuta mtu ana haki kabisa rufaa, lakini hapewi haki yake na analalamika. Mwisho wa siku watu wanakata tamaa na mpira. Sasa sisi hatutaki watu wakate tamaa. Wadau wote wa mchezo, wale wanaomiliki timu, wenye timu, wachezaji wote waone kila kitu ni fair play. Haki inafanyika, si ndio?
na tunategemea katika usajili tuwe makini sana. Usajili mwingi, viongozi wa NDFA hata waliopita kipindi kile walikuwa wao ndo wanachakachua. Unakuta mtu ameleta usajili wake wa wachezaji 30. Kesho anamfuata kiongozi wa NDFA, nichomolee yule mchezaji mmoja, nimepata mwingine, weka picha huyu na jina hili. Sasa unashangaa picha nyingine, jina jingine. Kwa hiyo kiufupi, sisi tunataka kwenye uongozi wetu malalamiko ya hivyo hatutaki. Ukiamua kuingia kwenye ligi, hakikisha umesajili timu yako vizuri. Hiyo utakufa nayo mpaka mwisho. Labda urudi kubadilisha kutokana na dirisha lile la pili lile la kusajili, au kutokana na kanuni za mpira zinavyosema. Hapo utafanya mabadiliko. Zaidi ya hapo utakufa na wachezaji wako leo wasajili mwanzo. Hatutaki malalamiko kwetu. Lakini pia anayezihitaji ninazo hapa. Alafu kuna swala la ofisi. Na waahidi kabisa kikao kijacho tukija kukutana na NDFA, tutakuwa tayari tuna ofisi yetu, tutaenda kuitembelea pia. Sawa? Swala la jingine, wafanyabiashara ambao wanahitaji kuendelea kutangaza biashara zao, sisi tunawakaribisha chama cha mpira. Mpira ni source ya watu kujua haraka. Yaani kama una kitu unataka kitambulike, pitia kwenye mpira. Sisi tutaanzisha mashindano, wewe utatangaza biashara yako, itatambulika haraka. Kwa hiyo sisi tunawakaribisha wafanyabiashara wote. Sio lazima waende Radio Kwizera. Watakuja kwetu na sisi tutapitia huko Radio Kwizera. Huko watu wanacheza, wanafurahi na biashara yake anaitangaza, na sisi chama cha mpira tunaendelea kutekeleza ahadi zetu. Jambo jingine, nakumbuka tuliongelea kuhusu mambo ya katibu wangu ameongelea masuala ya viwanja, si ndio? Viwanja tayari halmashauri tuliomba bajeti ya milioni 60 ya kukarabati uwanja, na tunaendelea kuiombea ipite hiyo pesa, ili ikipita tutafute kiwanja kimoja, lakini tayari tushaanza kukiendeketi, yani kwamba muda wote kiwanja cha kokoto kinaweza ikawa cha kwanza kukikarabati. Kwa hiyo tufikirie wana michezo tunawakutanisha wapi, eneo la wazi na eneo ambalo ni rafiki katika michezo. Sasa mbunge anafikiria, na nafikiri mtakaa naye. Alishaleta wazo kwangu, alishaleta wazo sehemu nyingine, siwezi kusema mpaka yeye mwenyewe iseme, kwamba anafikiria tutengeneze uwanja wa kisasa wa mpira wa miguu. Na ule wa mpira wa miguu na viwanja vile vidogo vya volleyball vya nini, angalau Ngara ionekane kwamba inaweza kupata mapato kupitia kwenye ule uwanja, lakini wana michezo wawe wanaweza kusema sasa tuna uwanja kama viwanja vingine, na hilo linawezekana Ngara. Na nikafikiria sana, nikaona huyu jamaa amekimbia speed. Nilimuuliza swali, tunapataje hicho kiwanja? Akaniambia kuna wadau wapo, pesa wanazo, lakini hawajua zipeleke wapi. Kwa hiyo tumwachie yeye. Nimelisema kwa sababu aliniambia, na si hakuniambia mimi peke yangu, kuna na watu wengine alishawaambia. Kikao cha leo kwanza ni kikao chetu cha awali, lakini pia tumekuja kuzindua mpango kazi, yani wa kwamba NDFA tunaenda kufanya nini katika kipindi chetu. Ni mpango wa muda mrefu na muda mfupi, seme wa muhula ambao tumeuanza mpaka muhula ambao tutaingia kwenye uchaguzi mwingine, lakini pia ndani yake kuna mipango ya muda mfupi. Kwa hiyo tumeongea, tumejadiliana, mwisho wa siku tumefikia maazimio ambayo baadaye tutatangaza rasmi, ambayo ndo tunaenda kwanza kuyafanyia kazi yaanze kutekelezwa kwa haraka. Moja kwa moja tunaenda kuunda kamati zote, kamati ya mashindano, kamati ya mipango na fedha, kamati ya rufaa, kuna kamati kama 4 hivi sikumbuki vizuri, lakini zote tunaenda kuziunda kamati zinazohusu mambo ya michezo, sawa. Alafu pia tunaenda kutafuta uongozi wa chama cha mpira wa wanawake, maana mpaka sasa hivi hatujajua chama cha mpira wa wanawake uongozi wao ni upi. Kwa hiyo tunaenda kuhakikisha kutambua uongozi. Kama upo basi tutawashawishi watengeneze uongozi wao na wao. Pia kuna chama cha makocha tunahitaji nacho kitambulike, lakini tunaenda pia
muda wote kuanzia sasa tunaenda kutafuta ofisi yetu, ambayo pia kwenye mkutano niliahidi kwamba tutakuwa na ofisi, maana baadhi ya vifaa tunavyo. Kwa hiyo tunaenda muda wote kuanzia sasa, ofisi tunaipata ya chama cha mpira. Kwa hiyo wadau wote wa chama cha mpira watakuwa wanafika ofisini. Mtazamaji wa Dar es Salaam Tanzanite TV, na leo hii nipo mahali hapa katika ukumbi wa Moreland uliopo wilayani Ngara mkoani Kagera, ambapo wanachama wa chama cha shirikisho la soka la mpira wa miguu NDFA, ambapo wamezungumzia mambo mbalimbali kuhusiana na kuboresha swala zima la michezo wilayani humo. Ulikuwa nami mtangazaji wako Ganji Mashaka. Endelea kufuatilia Dar es Salaam Tanzanite TV. Asante.